Kutoka CGTN Kiswahili, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. China yashuhudia kupungua kwa dhoruba za mchanga kutokana na juhudi za muda mrefu za kuhifadhi mazingira. Safari za abiria kwa reli nchini China zafikia zaidi ya bilioni 2.3 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026, na watalii zaidi wa China watembelea Namibia, huku ushirikiano wa utalii kati ya nchi hizo mbili ukiimarika. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. China imepiga hatua kubwa katika kupunguza dhoruba za mchanga zinazotokea wakati wa majira ya kuchipua, matokeo yanayohusishwa na miongo kadhaa ya juhudi za kukabiliana na kuenea kwa jangwa na kurejesha mazingira. Jacob Mogoa anaarifu zaidi. Takwimu zilizotolewa na mamlaka ya taifa ya misitu zinaonyesha kuwa wastani wa dhoruba za mchanga katika majira ya kuchipua umeshuka kutoka matukio 12.5 kwa mwaka yaliyorekodiwa takriban miaka 20 iliyopita hadi matukio 9.6 kwa mwaka katika kipindi cha hivi karibuni. Majira hayo yanayoanzia Machi hadi Mei ndio kipindi ambacho maeneo mengi ya kaskazini mwa China hukumbwa zaidi na dhoruba za mchanga. Mafanikio hayo yanatokana na utekelezaji wa miradi mikubwa ya uhifadhi wa mazingira, ikiwemo mpango wa misitu kinga wa kanda tatu za kaskazini ulioanzishwa mwaka 1978 kwa lengo la kuzuia kuenea kwa jangwa na kuboresha mazingira ya ekolojia katika sehemu kubwa ya kaskazini mwa China. Kupitia mpango huo, zaidi ya hekta milioni 32 za misitu zimepandwa na kuhifadhiwa, huku hekta milioni 85.3 za nyanda za malisho zilizokuwa zimeharibiwa zikirejeshwa. Hatua hizo zimechangia kuongeza kiwango cha uoto wa misitu katika maeneo husika kutoka 5.05 mwaka 1978 hadi 13.84 kwa sasa. Katika kipindi cha mpango 14 wa miaka mitano wa China kati ya mwaka 2021 na 2025, zaidi ya hekta milioni 10.1 za maeneo yenye mchanga zimerejeshwa katika hali bora. Mwaka huu pekee serikali kuu imetenga takriban dola za Marekani bilioni 4.07 kufadhili miradi 328 ya urejeshaji wa mazingira inayogusa zaidi ya hekta milioni 6.3. Sambamba na juhudi zake za ndani, China imeendelea kushirikiana na mataifa mengine kupitia mafunzo, kubadilishana teknolojia na kutekeleza miradi ya pamoja, huku ikisambaza uzoefu wake katika mapambano dhidi ya kuenea kwa jangwa na kupunguza athari za dhoruba za mchanga na vumbi. Idadi ya safari za abiria kwa kutumia reli nchini China imefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa katika kipindi cha nusu ya kwanza ya mwaka 2026. Takwimu mpya zinaonyesha kuwa zaidi ya safari bilioni 2.3 zilifanywa kati ya Januari na Juni, zikichochewa na ongezeko la huduma za treni, msongamano wa wasafiri wakati wa sikukuu, pamoja na kuimarika kwa safari za kimataifa. Tomonjala na maelezo zaidi. Kwa mjibu wa takwimu zilizotolewa Jumatatu na shirika la reli la China, yani China Railway, safari za abiria ziliongezeka kwa 5% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita na kufikia zaidi ya bilioni 2.3. Katika kipindi hicho cha miezi 6, wastani wa treni za abiria 11,468 ziliendeshwa kila siku, ikiwa ni ongezeko la 5.8 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Shirika hilo limesema mfumo wa reli uliweza kukabiliana kwa ufanisi na ongezeko kubwa la wasafiri wakati wa sikukuu za Qingming, Mei Mosi na Duanhu, huku idadi ya abiria ikivunja rekodi mara kadhaa. Mnamo Mei Mosi pekee, safari za abiria zilifikia milioni 24.844 kwa siku moja, kiwango kipya cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa nchini China. Kwa upande wa safari za kuvuka mipaka, reli ya China Laos ilisafirisha abiria 1,188 katika nusu ya kwanza ya mwaka, ikiwa ni ongezeko la 25.9 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wakati huo reli ya mwendo kasi kati ya Guangzhou, Shenzhen na Hong Kong ilihudumia safari za kuvuka mipaka milioni 16.96, ongezeko la 13.8.
Aidha, kutokana na sera ya China ya kuruhusu wageni kutoka baadhi ya nchi kupita bila visa kwa muda maalum, mtandao wa reli umehudumia zaidi ya safari milioni 12.31 za abiria wa kigeni. Hii ni katika nusu ya kwanza ya mwaka. Hii ni ongezeko la asilimia 33.6 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Vivutio vya kipekee vya Namibia ikiwemo wanyamapori wake, mandhari ya jangwa pana na urithi wake mkubwa wa kitamaduni vinaendelea kuvutia idadi inayoongezeka watalii kutoka China, huku nchi ya Afrika ikiendelea kuimarisha ushirikiano wa utalii na China. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za watalii iliyotolewa Juni 25, China ilishika nafasi ya 8 miongoni mwa masoko makubwa ya watalii wa kimataifa wanaotembelea Namibia, ikiwa na watalii 9657, sawa na asilimia 0.8 ya jumla ya waliowasili nchini humo. Kwa mara ya kwanza, China iliingia katika orodha ya masoko 10 makubwa ya watalii wa kimataifa wa Namibia mwaka wa 2015. Waendeshaji wa kampuni za utalii wanasema mandhari ya kuvutia na ambayo bado haijaharibiwa ya Namibia ndiyo sababu kuu inayowavutia watalii kutoka China. We mainly market the Chinese market. And why the Chinese come to Namibia? Because we have the most attractive, the Namib Desert, and we have the Etosha National Park, and we also have the very beautiful Sandwich Harbor. The dunes meet the sea. Watalii wengi kutoka China wanasema wanavutiwa na mazingira ya kipekee ya kitamaduni ya Namibia pamoja na aina mbalimbali za wanyamapori. Nilichagua kutembelea Namibia kwa sababu ya utamaduni wake wa kipekee na kuona jamii ya Himba inayojulikana kwa kutumia udongo mwekundu kujipaka mwilini, jambo ambalo linanivutia sana. Pia nilitaka kuona wanyama mbalimbali kama tembo, twiga na nyani ambao ninawapenda sana. Shanghai inaendelea kujiimarisha kama kitovu cha biashara za kimataifa, huku chapa maarufu kutoka mataifa mbalimbali zikifungua maduka makuu ili kuimarisha uwepo wao katika soko la China. Hatua hiyo inaonyesha imani ya wawekezaji wa kigeni katika ukuaji wa uchumi wa China na ongezeko la mahitaji ya watumiaji. Taarifa zaidi na Roral Mutie. Bidhaa nyingi za kimataifa zinaendelea kuimarisha uwepo wao katika mji wa Shanghai kwa kufungua maduka makuu, hatua ambayo inalenga kujumuika zaidi katika soko la watumiaji wa China. Mvuto wa Shanghai unatokana na mazingira bora ya biashara, soko kubwa la watumiaji, pamoja na sera za serikali ya China zinazohamasisha uwekezaji wa kigeni. Wizara ya biashara ya China pia imeanzisha hatua mbalimbali za kusaidia kampuni za kigeni kupanua shughuli zao na kuzindua bidhaa mpya nchini humo. Miongoni mwa kampuni hizo ni chapa ya Ujerumani ya bidhaa za ngozi Babor, ambayo mwezi Juni ilifungua duka lake la kwanza nchini China. Shanghai was a natural choice for our flagship store. Our concept brings together a boutique in the front and a spa in the back, creating seamless experience of retail and professional skincare. And we believe in the immense potential of the Chinese market. The market here is dynamic and highly competitive. It pushes us to elevate our brand and our service. We will continue to invest and bring more professional skincare expertise to the Chinese consumers. Our goal is straightforward, to grow together with the Chinese market for the long term. Kwa upande mwingine, kampuni maarufu ya kutengeneza chokoleti Lindt ilifungua duka lake la kwanza Shanghai mwezi Julai, na duka hilo lilipata mwitikio mkubwa kutoka kwa wateja, huku wengi wakijitokeza tangu siku ya ufunguzi. Shanghai is definitely the first spot that where we wanted to have our own store. We had queues in front of the store, so that means really the Chinese the consumers or the consumers in Shanghai. So our chocolate classes that we offer every now and then here in our stores have been booked out very fast. Chinese market, I mean, it's such a booming market, such a growing market, an interesting market. The consumers love to experience new things, and we have a long-term commitment to the Chinese market. You know, we'll be definitely present in China and grow with the market and with the Chinese population. Katika sehemu yetu ya Ifahamu China, Zakia Pong yuko mkoa wa Zhejiang, ambapo anatueleza jinsi kijana mmoja mkulima anawasaidia wakulima wa pamba kuimarisha mazao. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng.
Jenny Emmet, mkulima kijana kutoka mkoa wa Xinjiang, kaskazini magharibi mwa China, amepata umaarufu kwa kuwasaidia wakulima wenzake wa pamba kuongeza mavuno na kipato kupitia majaribio ya kijasiri na teknolojia ya uvumbuzi ya upandaji na aina mpya za mazao. Baada ya kuhitimu kutoka chuo kikuu, Emmet alichagua kurudi maskani kwake, ambako sasa analima karibu ekari 70 za pamba. Hata hivyo, hajawahi kusita kuwasaidia wakulima wengine, na mara nyingi anatoa kipaumbele kwa mahitaji yao kuliko ya kwake mwenyewe. Mtazamo wa Emmet umejikita katika kuendelea kujifunza na kutumia vizuri hali ya udongo, mabadiliko ya hali ya hewa na mahitaji yanayobadilika ya zao hilo. Kwa mujibu wa Emmet, kulima pamba ni changamoto endelevu wa kujifunza. Kuanzia upandaji msimu wa mchipuko hadi mavuno msimu wa mpukutiko, amerekebisha maji ya kumwagilia, mbolea na mambo mengine kutokana na aina ya udongo, hali ya hewa na ukuaji wa mmea. Utayari wake wa kukumbatia majaribio ya kilimo umemfanya kuwa mtu wa pekee katika mkoa huo, ambao wakulima wengi wanachukua tahadhari kubwa kuhusu mabadiliko. Kong Xianhui, mtaalam kutoka taasisi ya sayansi za kilimo ya kitengo cha 3 cha kundi la uzalishaji na uhandisi la Xinjiang, amemsifu Emmet kwa matumizi ya kijasiri ya aina mpya za pamba. Amesema wakulima wengi walikuwa na mashaka, lakini kama wakiwaona majirani zao wanajaribu na inafanya kazi, nao watajaribu mwaka ujao. Sio wengi wana ujasiri kama Emmet. Uvumbuzi mmoja mkubwa ambao Emmet anaushabikia ni mwagiliaji wa matone, ufundi unaohifadhi maji ambao mwanzo ulipokelewa kwa wasiwasi. Utepe mwa kumwagilia unafukiwa chini ya udongo, hivyo hakuna maji yanayoonekana kwa juu. Emmet alifanya jaribio na kupata matokeo mazuri. Hapo awali kiwango cha uchipukaji wa miche kilikuwa 70% hadi 80% tu kwenye mashamba yenye chumvi na alkali. Sasa kiwango hicho kinaweza kuzidi 90% kwa mbinu mpya ya kupanda mbegu. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第6课，我能自己穿。 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha mfuatishe mwalimu kuandika. 帮， Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami.能， Niambie,
ipi ni sahihi? 第一个 Tuangalie kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Leo tutazame hadithi fupi. Tafadhali soma na ifuatishe. 我在穿鞋呢。喂，我要去跑步，你想和我一起去吗？想去。好，我去找你。好了吗？还要30分钟。你在做什么？在睡觉吗？我在穿鞋呢。我帮你穿，好不好？不，我能自己穿。 Kazi ya kufanya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Naam, mtazamaji, kufikia hapo basi hatuna la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Katika maisha, uwezo wako wa kuvumilia maumivu ni muhimu sana kuliko uwezo wako wa kusababishia watu maumivu. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.